Lakini kwa lugha nyepesi ni kwamba nimepata taarifa nzuri sana kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la TANESCO ndugu yetu Twange, na ametueleza namna ambavyo shirika limejipanga vizuri kutoka kwenye uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme wenyewe. Na mimi kama mkuu wa mkoa, mimi ni mtu ambaye napokea zaidi malalamiko au napokea neno la shukrani kutoka kwa wananchi wala ambao mwishoni ndio wameingiziwa umeme. Na kwa Dar es Salaam nimepewa taarifa kwamba watu walioingiziwa umeme, watu wafaidika na umeme huu ni zaidi ya wananchi milioni 1. Na kwa mantikio nitoe rai kwa ndugu zangu watumishi wote. Jambo nililomsisitiza mkurugenzi mtendaji ni kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya utulivu wa taifa na huduma ya umeme nchini. Kuna mahusiano makubwa mno kati ya kinachoitwa usalama wa taifa letu na huduma za nishati kwa taifa letu. Umeme usipokuwepo leo, kuna mambo mengi yatalala. Mahospitalini tutapata huduma, lakini zaidi uzalishaji utapungua, taifa litaingia kwenye migogoro na mambo mengine. Kwa hiyo tumesisitiza kwamba ni muhimu tuendelee na juhudi hizo, tukifahamu kwa dhati kwamba pesa hizi ambazo zinakuja kufanya miradi hii mikubwa, zimo kodi za Watanzania, lakini zipo pesa kutoka kwenye vyanzo vingine ambavyo Mheshimiwa Rais wetu anaweza kuvitafuta kutokana na mahusiano makubwa aliyoyajenga kati ya taifa letu na mataifa mengine. Kwa hiyo pia tumesisitiza TANESCO kuendelea kuwa faraja kwa Watanzania. Miezi au miaka michache hapa nyuma, Watanzania wengi walikuwa wanalalamika kuhusiana katika sana kwa umeme. Lakini leo nikienda kwenye mikutano ya hadhara, kila anayeniuliza swali haniulizi tena kuhusu TANESCO. Manake hii ni jitihada kubwa, jitihada nzuri zinazoonyesha kwamba ninyi watumishi mmekuwa ni nguzo kubwa ya kuunganisha nguvu zenu na kumsaidia mkurugenzi mtendaji kutafsiri taswira taifa na maono au malengo ya Wizara ya Nishati. Kwa dhati kabisa, kama mimi mkuu wenu wa mkoa, nimefurahi sana kuona maendeleo makubwa haya, na nitaendelea kumjulisha Mheshimiwa Rais wetu kwamba TANESCO ya jana na ya juzi si TANESCO ya sasa. Kwa maana TANESCO ya sasa imeleta mabadiliko makubwa, mageuzi mengi, na Watanzania waendelee kuwa na imani na taifa lao, waendelee kuwa na imani na Mheshimiwa Rais. Hizi transformer tunazoonyeshwa hapa ni transformer kubwa na za kisasa, na ambazo zimelenga kupunguza na kuondoa kabisa tatizo la upatikanaji wa umeme hapa nchini. Na kwa mantiki hiyo, jambo langu la mwisho kabisa, nafahamu na ninyi mnafahamu kwamba tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 taifa litakuwa na uchaguzi wa kuchagua rais, madiwani na wabunge. Wapo wenye nia njema watakao kwenda kupiga kura, na mimi niendelee kuwaasa nyote, jitokezeni kwenda kupiga kura. Kamchagueni kiongozi mnayempenda. Lakini wapo wachache ambao wanaendelea kutishia watu kwenye mitandao kwamba taifa hili litapoteza amani kwa siku hiyo. Nimemweleza mkurugenzi kwa bold message, kwa bold words, kwamba sisi serikali tutashirikiana na yeye kwanza kulinda miundombinu yote ya TANESCO dhidi ya mtu yoyote anayepanga jambo lolote. Lakini mbili, naendelea kuonya kwamba Dar es Salaam sio mkoa wa majaribio. Huu ni mkoa ambapo taifa limeweka vitu vingi, limewekeza. Hatuwezi kuruhusu hata kidogo kichaa mmoja wa akili akajizima data ili kuweza kufanya uharibifu. Akijizima data tutamuasha ili aweze kupata network vizuri ya namna taifa linavyo operate, na anachokitaka na sisi tunakitaka. Kwa hiyo niendelee tu kuwapa confidence watumishi wote kwamba mkoa wenu upo salama pengine kuliko jana, na kukicha asubuhi upo salama zaidi kuliko leo. Kwa kila siku unazidi kujiimarisha kuwa salama zaidi. Baada ya kusema haya, nikushukuru sana.